Mheshimiwa Rais alielekeza Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake TAMWA na wadau wengine kuendelea kuratibu na kuunga mkono utoaji wa tuzo hizi kila mwaka. Ili kuhakikisha uadilifu, uwazi na ushindani wa haki, maandalizi ya tuzo hizi yanahusisha pia Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari JAB kama mdau muhimu katika kusimamia weledi na maandalizi ya taaluma ya uandishi wa habari kwa kuzingatia matakwa ya Sheria ya Huduma ya Vyombo vya Habari ya mwaka 2016. Tuzo hizi zinalenga kutambua, kuthamini na kuhamasisha uzalishaji wa maudhui ya ndani yenye ubora yanayochangia kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha na kuimarisha taswira chanya ya taifa kupitia habari za maendeleo. Tangu kuanzishwa kwa tuzo hizi mwaka 2025, tuzo hizi zimekuwa kichocheo muhimu cha kuhamasisha uandishi na uandaaji wa habari na makala zinazozingatia utafiti na uchambuzi wa kina wa masuala ya maendeleo, uwajibikaji, uzalendo na ujenzi wa taswira chanya ya taifa. Katika awamu ya kwanza, tuzo hizi zilipata mwitikio mkubwa kutoka kwa wadau mbalimbali wa sekta ya habari, zikiwemo taasisi za habari, waandishi wa habari binafsi, watayarishaji wa maudhui mtandaoni na maafisa habari wa serikali. Awali TCRA na TAMWA tuliendesha mafunzo ambapo zaidi ya waandishi wa habari 2000 walinufaika na mafunzo maalum yaliyolenga kukuza uandishi wa habari za maendeleo, hatua iliyochangia ongezeko la maudhui ya ndani yenye ubora na tija kwa jamii. Kwa mwaka 2026 tumejipanga kuendeleza mafanikio haya kwa kuhakikisha kuwa tuzo hizi zinaendelea kuwa jukwaa madhubuti la kuibua na kutambua kazi bora za uandishi wa habari zinazochangia maendeleo ya taifa. Tutakuwa na makundi kwa mwaka huu 2026, makundi yako matatu. La kwanza ni tuzo maalum ya kitaifa. Ya pili ni tuzo kwa vyombo vya habari na tatu ni tuzo za kisekta. Maelezo zaidi ya makundi ya vigezo tutaomba mtembelee tovuti samiaawards.tz ambapo kule tumeainisha vigezo na hayo makundi yote ambayo yatashindania kupata hizo tuzo. Vigezo vya jumla vya ushiriki wa mwandishi wa habari: moja, ni lazima awe ni Mtanzania, awe raia wa Tanzania, na pili, awe amethibitishwa na Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari JAB kwa upande wa Tanzania bara, na kwa upande wa Zanzibar awe na kitambulisho cha mwandishi wa habari, zile press card. Na sifa ya tatu, asiwe na rekodi ya kutiwa hatiani kwa kosa lolote la jinai. Hizo ndio sifa kwa ajili ya mwandishi wa habari. Kazi inayowasilishwa: moja, iliyochapishwa, kutangazwa au kurushwa kwa lugha ya Kiswahili au Kiingereza katika vyombo vya habari vya ndani au nje ya Tanzania. Mbili, iliyofanyiwa utafiti wa kina, iliyohusisha uchambuzi wa takwimu. Tatu, inayohusisha vyanzo vya habari visivyopungua 4. 4, haijashindanishwa katika tuzo nyingine. 5, hiyo imechapishwa, kutangazwa au kurushwa kati ya Julai 1, 2025 hadi Juni 30, 2026. Sifa ya 6, iwe inayohusisha masuala ya maendeleo na kuibua simulizi za wananchi zinazoonyesha namna miradi ya kitaifa ilivyofungua fursa na kubadili maisha ya wananchi. Sifa ya 7, iwe na maudhui yanayozingatia ulinzi wa haki miliki na haki shiriki. Tukija kwa upande wa vyombo vya habari, sifa ya kwanza, chombo cha habari kiwe na leseni iliyotolewa na mamlaka husika. Sifa yake kubwa ndio hiyo, kwamba iwe chombo cha habari kitakachoshindaniwa kiwe kina leseni iliyotolewa na mamlaka husika. Uwasilishaji wa kazi za kushindanishwa. Mchakato wa kupokea kazi utaanza rasmi tarehe 31 Mei ambayo ni leo na kuhitimishwa tarehe 30 Juni 2026 kupitia tovuti
ambayo nimeitaja awali ya samiaawards.tz. Kazi zitakazopokelewa ni zilizochapishwa au kurushwa kuanzia tarehe 1 Julai 2025 mpaka tarehe 30 Juni 2026. Tunahimiza waandishi wa habari na vyombo vya habari Tanzania bara na Zanzibar kuwasilisha makala za maendeleo kwa wakati. Kazi zitakazowasilishwa zitafanyiwa tathmini na jopo huru la majaji wenye ubobevu katika taaluma ya uandishi wa habari, uhusiano na mawasiliano kwa umma. Kazi zitakazopitishwa na majaji zitapigiwa kura na wananchi kupitia tovuti niliyoitaja ya samiaawards.tz na kupitia ujumbe mfupi wa simu SMS, ili kuhakikisha kunakuwa na uwiano kati ya weledi wa kitaaluma na maoni ya hadhira. Majumuisho ya kura yatahusisha kama ifuatavyo. 1. Kura zitakazopigwa na wananchi zitakuwa na uzito wa 60% na majaji wao watachangia 40%. Mfumo huu unalenga kuhakikisha washindi wanatambuliwa kwa kuzingatia ubora wa kazi pamoja na namna kazi hizo zilivyoathiri maendeleo ya wananchi na uchumi wa taifa. Tunatarajia tuzo hizi zitatolewa kati ya mwezi Oktoba na Disemba, lakini sasa itakuwa Disemba 2026. Tunategemea ndio tuzo zetu tutatoa. Na niwaondoe wasiwasi, watu wanasema labda hii tuzo inawakamata waandishi wa habari kuweka mfukoni. Sio kweli. Kwenye waandishi wa habari kuna mambo ambayo tunataka tufuatilie. Wakati tunasoma labda degree ya kwanza, tunaambiwa kwamba kazi za waandishi wa habari kufahamisha, kuelimisha, kuhamasisha, kuburudisha. Lakini ukienda kwenye level ya juu zaidi, kuna kufahamisha, kuna kushiriki, collaborative role, kuna facilitative role na kuna critical role. Kwa hiyo sasa kwenye waandishi wa habari wa maendeleo ni lazima tuziandikie zile habari za maendeleo. Tunachotafuta sisi ni maendeleo. Na kuziacha habari za maendeleo ukaangalia makosa tu ni mambo ambayo tumeambiwa na wenzetu ambao walitutawala kwamba tuangalie mambo ni negative peke yake. Lakini kinachohitajika ni yale mambo ambayo ni positive, ambayo mwanamke wa kijijini amepata maji kweli? Sera zetu zinafanywa kazi kweli? Implementation kweli zipo? Pasipokuwa na hizo habari za maendeleo hatutaweza kufika kokote. Nakumbuka awamu iliyopita, tunasema ile season iliyopita, mambo ya ajabu hayakuwepo. Kwa hiyo waandishi wa habari walishiriki wote bila kujali vigezo vya kuwa na ithibati. Lakini mwaka huu kuna hiki kigezo cha kuwa na ithibati. Kwa hiyo nashauri wale wote ambao wanashiriki kwenye hizi tuzo basi wahakikishe kwamba wanakuwa na ithibati, wamethibitishwa na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Ni muhimu sana kwa sababu ni takwa la kisheria na ni kitu ambacho hatuwezi kukikwepa. Kwa hiyo ni muhimu waandishi wote wawe na hiyo ithibati. Lakini jambo jingine, tushiriki wote kama mwenyekiti wa TAMWA alivyosema. Kwa sababu isije kaonekana kwamba hasa sisi tulioko hapa tushiriki wote kwenye hizo tuzo. Isionekane tu ni watu fulani tu ambao wanataka kushiriki. Hapana, wote tunataka tushiriki. Then tushiriki hasa zile habari ambazo kwanza zimezingatia maadili, zimezingatia weledi, lakini pia habari ambazo zina impact kwa wananchi. Na habari ambazo zina impact wote ni wataalamu ambao tunajua ni habari gani. Kwa hiyo ni muhimu sana tukazingatia hilo. Na mimi niwatakie kila laheri kwa awamu hii ya tuzo hizi, na naamini tutafanya vizuri zaidi kuliko mwaka jana, na Mungu akitujalia tukiandaa nyingine tena mambo yatakuwa mazuri zaidi.